Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya Alhamisi juma la 20 la mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya misa ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 36 aya ya 23 mpaka 28. Somo la injili linatoka mwinjili Mathayo sura ya 22 aya ya kwanza mpaka ya 14. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia makuhani na makutano kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimewekwa tayari, njoni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, arusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Arusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vizuri, asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe una vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya masomo ya misa ya Alhamisi juma la 20 la mwaka wa kanisa. Ndugu zangu wapendwa, leo tumesikia methali hii ambayo Kristo ameitoa juu ya tajiri huyu, mfalme huyu aliyefanya karamu yake. Methali hii haipaswi kuchanganywa na methali ya karamu kubwa, ukirejea mwinjili Luka sura 14 aya 16 mpaka 24. Ingawa zina vipengele vinavyofanana, tena tunakutana na baba na mwana ana hai. Ndugu zangu, pendekezo ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo na kanisa lake wanaonyeshwa. Kipindi kilichofafanuliwa katika methali hii lazima kiwe baada ya ufufuko wake na kuhakikishiwa kwamba kwa kuja kwa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, bado tunao mwaliko wa maisha yetu ya kiroho. Kristo anatualika katika njia yake. Anawaalika watu wa Israeli kuja licha ya kile walichomfanyia yule mama. Ndugu zangu wapendwa, tunaposoma sura za kwanza 7 za kitabu cha Matendo ya Mitume, tunagundua kwamba ujumbe unaelekezwa kwa Wayahudi. Kirejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 5 na sura ya 10 na sura ya 14 na kuendelea. Ilikuwa mpango wa Mungu. Viongozi wa taifa walijibu vipi huduma ya Roho Mtakatifu kupitia mitume?
walikataa neno na kuwatendea wana wa kanisa vibaya, wenye mamlaka hayo walioruhusu Bwana wetu Yesu Kristo auawe, Yohane mtume auawe, na walioomba wao wenyewe waliua Stefano. Baadaye Herode alimuua Yakobo. Hivyo mfalme katika methali hii alijibuje jinsi watu walivyotendewa watumishi wake? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, mfalme huyu anaowaalika alipoona kwamba hawaitikii mwito wake na waliwaua wale ambao walitumwa, baadaye alikwenda kuwaangamiza wale wengine wote. Alikasirika na akatuma majeshi yake kuwaua na kuharibu mji wao. Kisha aligeukia watu wengine na kuwakaribisha waje kwenye sherehe, kwenye harusi. Hii ni picha ya jinsi Mungu anavyoshughulikia Israeli. Walikataa baba zao waliposhindwa kumtii Yohana Mbatizaji katika kuhubiri kwake. Israeli walimkataa mwana ambaye Bwana wetu Yesu Kristo alipotumwa, wakamkamata na kumfunga juu ya msalaba. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kwa neema na uvumilivu wake Mungu alituma mashahidi wengine. Roho Mtakatifu alikuja juu ya waumini wa mwanzo na wakamshuhudia kwa nguvu kubwa sana kwamba Yesu alikuwa hai na taifa lake linaweza kuokolewa. Miujiza hii ilifanyika, ilithibitisha kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi ndani yetu daima ili tupate kuokolewa. Lakini bado wapo watu wanaolikataa neno la Mungu mpaka leo. Wako watu wanaokataa watumishi wa Mungu, wanaowakataa na kutokuwasikiliza, bado wakifanya mambo yao ya kiulimwengu. Wapendwa katika Kristo, Israeli pia walikataa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ilikuwa hoja ya Stefano dhidi ya taifa, wale Wayahudi wa mwanzo. Kila wakati ndugu zangu tunaweza tukamkataa Roho wa Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 aya ya 51. Kwa kufa kwa Stefano kwa mawe, uvumilivu wa Mungu wa Israeli ulianza kuisha. Ingawa alichelewesha hukumu kwa karibu miaka 40. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 8 tunasoma kwamba ujumbe ulipelekwa kwa Wasamaria, na katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 10 tunasoma kwamba hata ulifika kwa Wagiriki. Hukumu hii ya mwisho kwangu mimi ni kufanya dhambi kubwa dhidi ya Roho Mtakatifu ambayo Yesu alizungumza katika mwinjili Mathayo sura ya 12 aya 22 mpaka 32. Wapendwa katika Kristo, hii ilikuwa dhambi ya kitaifa iliyofanywa na Israeli walipowakataa watumishi wa Mungu waliotumwa. Wale Wayahudi wakawaangamiza. Walipomkataa mwana wa Mungu Yesu Kristo, wale Wayahudi walimwangamiza Yesu, ila waliendelea kusamehewa kwa sababu ya ujinga wao. Hakuna dhambi leo unaweza kusamehewa kwa kumkataa Kristo, kwa sababu kukataa huko ndiko kunako tuangusha kiroho, kunako turudisha nyuma, kunako tufanya ndugu zangu tuangamie kwa dhambi. Lakini huduma ya Roho Mtakatifu ilibaki. Roho wa Mungu alikuja juu ya kanisa siku ya Pentekoste na mitume walifanya ishara na maajabu makubwa. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wenye mamlaka walikataa ushuhuda wa Roho, na hili lilipelekea hukumu ya mwisho. Walimkataa Baba, Mwana na Roho, na hawakumpa nafasi nyingine zaidi. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunaalikwa kumpokea Roho wa Mungu katika maisha yetu, kuongozwa naye ili tuepukane na mabaya na kutenda mema kwa njia ile ile ambayo Roho wa Mungu analiongoza kanisa. Roho anaweza kupingwa na wasioamini, lakini hakuna anayejua saa ya dharura, siku ambapo Kristo atakapokuja kuhukumu ulimwengu. Wapendwa katika Kristo, kirejea mwinjili Mathayo sura ya 22 aya 11 mpaka 14 inaonyesha kwamba kiambatanisho cha mfano, lakini ni muhimu kwamba mavazi, tunasikia juu ya mavazi ya harusi yaliyotolewa na yule mwenyeji ili kila mtu avae vizuri na maskini wasione kama wanaonekana. Ukombozi ni wa kibinafsi na ni wa mtu mmoja mmoja. Lazima tukubali kile ambacho Mungu anatupa, kwa kuwa
Mfano huu unatupatia msisitizo maalum kwamba tuwe tayari kumfuasa Kristo. Badala ya kukubali mashtaka haya kutoka kwa Yesu, tuwe tayari kufanya toba. Tusiwafukuze wale ambao wanakuja kwa ajili ya kufuata neno la Mungu, wale ambao wako tayari kulipokea neno ili wapate kuokolewa. Aliyewaletea tafakari hii ni mimi Padre Wilibert Matembo, padre wa shirika la Mtakatifu Agustino, nafanya utume Jimbo Katoliki la Msoma, Parokia ya Bikira Maria wa Fatima, Songe. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.